yake, walladhina yarmuna almuhsanati, na wale wanaume wanaovumishia ubaya wanawake wema. Mwenyezi Mungu anasema kwa kuondosha jambo hili, fajliduhum 80 jalda, wapigeni viboko 80. Adabu ya kwanza. Ya pili, wala takbalu lahum shahadatan abada, na wala msipokee ushahidi wao milele mpaka kiyama. Asije akatoa ushahidi hata kama atakuwa ni mkweli, msimkubalie tena kama kathubutu kwenye ulimi wake kumtajia mambo mabaya mwanamke mwema, au kamtajia mabaya muislamu mwema. Hilo jambo Mwenyezi Mungu lamghadhibisha mno. Mambo haya yatakwendaje na yatakuwaje? Mkono umeganda kwenye mwili wa mwanamke, mwili wa maiti, anapapatua, kesha kubaliwa, keshaonekana sasa mambo yalivyo. Sasa watu wanajiuliza, muda shako mrefu, tufanyeje? Ukatwe mkono wa muoshaji ili maiti ende na kaburini. Maulama wanapinga, wengine nasema hata sifanye hivyo, itabidi labda hapa tukate sehemu ya nyama ya maiti, ya maiti ili aje duniani, mkono wake uje duniani, halafu baadaye tuusafishe kwa kuchonga nyama ile ya maiti itoke. Almuradi pale watu vichwa vinawawasha, wanauma, hawajafanya nini. Lakini wengine wakasema kwa hakika tusiamue peke yetu jambo hili. Imam Malik yupo hapa pale, lakini kamuulizeni imamu anasemaje naye vile vile. Alipoelewa imamu kujulishwa kadhia ambayo imetokezea, alisema nipelekeni penye kadhia. Jambo kubwa sana hilo, tusije tukaangamia wengi kwa kosa la mtu mmoja. Nipelekeni haraka kwenye kadhia hiyo. Akapelekwa Imam Malik. Alikopelekwa akaanza kusema naye mwanamke mwoshaji min wara'il hijab alhujub, nyuma ya pazia. Anamwambia, mama nisikize kabisa, tena sema ukweli wako, hili jambo si la kawaida. Hapa sasa hivi ni mtihani wako, kubali fedheha yoyote ya duniani kuliko mambo ambayo utakwenda kupambana nayo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili lilotokea sasa hivi dogo sana hili. Mwanamke kusikia naulizwa hivyo alijibu waziwazi, akasema kwa hakika nimemtajia ubaya maiti. Mtajia ubaya? Naam, bila kuficha, memtajia uovu maiti wa watu. Umesema nini wewe? Shetani bwana mbaya sana. Nimesema kathiran ma zana hadha alfarju, mara nyingi umezini uchi wa mwanamke huyu, na ilhali ya kuwa mwanamke yuko mbali kabisa na jambo hilo. Mimi tu ulimi wangu umekwenda hapo. Pale Imam Maliki akawaambia wanawake, chaguaneni wanawake mloshiba barabara, mloshiba maziwa ya mama zenu, nendeni ndani mukamtandike mwanamke bakora 80. Hakuna jingine. Fanye mzaha sasa hivi hapa. Mkikata nyama ya mwili wa maiti mnamdhulumu tena zaidi maiti. Kakosa nini? Tumenasema kasru azmi almayiti, kuvunja mfupa wa maiti, wallahi dhambi zake kakasrihi haya, ni kama kuvunja alipokuwa hai. Usifanye. Ndio maana maiti katika Uislamu mtume kaja hali ya kuwa rahmatan lilalamin bwana, kweli hasa. Mola wake anamwambia, wama arsalnaka, hatuja kupeleka Muhammad illa rahmatan lilalamin, isipokuwa wende ukawe rehema kwa walimwengu. Katika rehema yake anamhurumia mpaka maiti kisha kufa, bado mtume anataka maiti aenziwe, asibururwe, aheshimiwe, afanywe mambo ya haki ya binadamu. Hata kama kesho ondoka duniani, basi mtume bado ameshughulika na mwanadamu, heshima ya mwanadamu. Kweli Mola wake kamwambia, hatuja kupeleka isipokuwa wende ukawe rehema kwa walimwengu. Imam Malik sasa anasema waingie wanawake wakampiga adabu iliyotajwa kwenye Qur'ani kwa watu waliovurumishia wenzi wao uovu wa jambo chafu la zina, wakampiga bakora 80.
Tutizame Mwenyezi Mungu hapo atasema, atafanya nini baadaye. Naam, kabisa waliingia wanawake kwa muoshaji. Sasa walipoingia wakaanza kumtandika bakora 80. Akichoka huyu apewa anapuma barabara na mwengia wewe. Ilipotimia bakora ya 80, mkono huo umepachuka. Ile bakora ya 80 inamalizika, basi mkono huo unaachana na mwili wa maiti pale pale. Mwenyezi Mungu sasa amekubali kumwachia, lakini kama si hivyo ilikuwa kazi kubwa. Na ndiyo maana watu wakapanga jina kwa Imam Malik, jamani nye madhali Malik yuhai, pasitolewe fatwa mpaka na yeye vile vile aulizwe anasema nini. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu, qala al-habibu al-mustafa, mtume amesema, qadhfu muhsanatin, kumzulia na kumrembelea maneno mwanamke aliyemwema, mtawa, hana haja na maovu. Pengine mtu kwa sababu kamtaka siku nyingi ameshindwa, akaona ngojea sasa nitamtia adabu, anaanza anaringa bure yule, mie pale nitafanya hivi 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 hivi. Mtume anasema kadhfu muhsanatin. Tega sikio vizuri Muislamu, huenda ikawa kawaida hii tunayo ya kutumia ndimi zetu vibaya katika jambo ambalo hatunusuriki nalo. Ni jambo la kusengenya na kuwasema watu kwa ubaya na kutaja aibu zao. Ni jambo ambalo sugu kwa binadamu kabisa kabisa. Na hapa ndipo pahala Mwenyezi Mungu ambapo hapa hana msamaha napo. Hapa kutumia ulimi wako vibaya ni kitu hatari kweli. Mtume anasema kadhfu muhsanatin, kumsengenya mwanamke aliyekuwa mwema, yahdimu, tendo hilo linabomoa na kuvuruga na kuvunja amala 100 sanatin, amali iliyofanywa kwa senchari nzima. Miaka 100 umehiji, umeswali, umefunga, umetoa zaka, umetoa sadaka, umefanya mema kadha wa kadha. Wallahi siku moja ulimi ukija ukiponyoka kumtajia binadamu Muislamu, mwanamke ambaye ni mwema, kuja kumtajia uovu, tahdimu au yahdimu, neno hili, tendo hili linabomoa amala 100 sana, kitendo cha ibada ya miaka 100. Je, unaweza wewe kula hasara ukubali jambo la miaka 100, umri ambao sidhani hivi sasa kama kuna mtu ataweza kufika miaka 100? Wasani wa umma Muhammadi katika umri ni miaka 63 na umati wake vile vile. Akibahatika mtu kuvuka pale, basi ndio kabahatika, na wakati wote ule aone kwamba safari yeye tayari ameshakuwa nayo, kwa sababu amevuka mpaka ule umri aliondokea duniani yule aliyembora viumbe vyote. Sasa ukija ukiambiwa amali yako ya miaka 100 imeteketea, unadhani utakuwa na nini wewe baadaye? Hii ndio hali ya binadamu na ulimi wake. Ulimi wako mwanadamu utumie vizuri sana. Ulimi wako binadamu, Mola wako anakuambia kila wakati. Kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allaha dhikran kathira, enyi ambao mmeamini mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi. Wasabbihuhu, na mumtakase yeye, bukratan wa asila, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni. Katika ulimi wako kusiwe na ukame wa kumtaja Mwenyezi Mungu, kuwe kuna mbolea na rutuba ambayo imekuwa nzuri mno ya kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati. Na katika dhikri iliyokubwa zaidi kuliko nyingine ni kusoma Qur'ani sana. Soma Qur'ani, tena usomaji wenyewe wa kuzingatia maana yake, angalau unajua Mwenyezi Mungu hapa anasema nini. Yani kauli ya mtume hii, man qala limra'atin, mwenye kusema kumwambia mwanamke, kwa mfano, ya zania, we malaya we,
we hivi, we changu doa, we na hivi, na kama tunavyoona duniani vile. Kana mtu kaona maneno kuzungumza kikawaida tu, na kuna miongoni mwetu tumechukulia kuna baadhi ya mahala, baadhi ya kazini mwetu ati ni mahala ambamo matusi hayana neno. Kwa mfano, watu wanaoishi na kufanya kazi katika sehemu zile za katika harakati za wanaume kwenye mambo ya kubeba vitu, yani kwenye uchukuzi, wanaona kama ndio pumzi zao kule kutukana. Ndio mtu kavuta pumzi kidogo pale, kapumzika pale. Ala, Mwenyezi Mungu akubali kabisa, akubali. Mambo ya kunyonyoana na kutukanana na kutajiana aibu, Mwenyezi Mungu akubali kabisa, hapendi jambo hilo. Itakiwavyo kwako Muislamu, uchunge sana ulimi wako. Mtume katika dua anatufundisha kuomba dua vitu vinne, Mtume kila wakati akiviomba. Lisanan dhakiran, akiomba Mtume ulimi wenye kumtaja Mwenyezi Mungu sana, kwa kumwambia Mola wake hasa, as'aluka rabbi lisanan dhakiran, na kuomba Mola wangu unipe ulimi wa kukutaja wewe sana. Na kwa kuutumia ulimi kamwambia mpaka sahaba wake kipenzi chake, anamwambia Muadh ibn Jabal, ya Muadh inni uhibbuka, mimi nakupenda sana Muadh. Na Muislamu ukimpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usimfanyie khiana. Siku moja mpe moyo ajijue kwamba anaoyafanya sasa mema, kumbe anapendeza mpaka rafiki yake. Mtume anaondosha khiana ile kwa kumwambia Muadhi, inni uhibbuka, mimi nakupenda sana wewe, na dalili yangu kukupenda, nataka nikupe zawadi kubwa mno. La tada'anna, usije ukawacha Muadhi, dubura kulli salatin, nyuma ya kila sala ya fardhi, antakula, kusema Allahumma ay Mola wangu, a'inni ala dhikrika, nipe nguvu mimi juu ya kukutaja wewe, wa shukrika, na kukushukuru wewe, wa husni ibadatika, na kutenda zile nzuri katika ibada zako. Anamwambia Muadhi, kila ukiswali huwa na tamko hili, a'inni ala dhikrika, nisaidie Mwenyezi Mungu juu ya jambo la kukutaja wewe. Ukimtaja Mwenyezi Mungu sana, basi ule ulimi utakuwa unaona haya na kuona aibu kwanza kukaa kimya bila kumtaja Mwenyezi Mungu, na unakuwa hauwezi ulimi kwenda ovyo, unakuwa chini ya kamandi maalum, umekamatiwa khatamu maalum, umezuiliwa, hauwezi kutaja maneno ya kipuuzi ovyo ovyo. Tizama mambo, kuporomoka kwa ibada ya miaka 100. Mtu anamwambia mwenzake mwanamke, ya zania, ewe mzinifu, au qala lirajulin, au anamwambia mwanamume, ya zanin, ewe mzinifu, kahaba, hivi. Fa inna hadhihi alkalima, hakika neno kama hili, idha sa'idat ila Allah, linapopanda kwa Mwenyezi Mungu sasa, tahdimu jabalan, linabomoa na kulivuruga jabali min al-a'mali, jabali la matendo mema. Manake matendo yamekuwa makubwa kama jabali. Umruhu, umri wake jabali hilo 100 sana, yani miaka 100, linavurugika lote. Isma ila qawli al-habibi, tega sikio tena kwenye kauli ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Wa huwa yakulu, Mtume anasema, inna ar-rajula la yatakallamu al-kalima, huenda mtu akatamka neno kwa ulimi wake, min ghadabillah, katika neno ambalo lamkasirisha Mwenyezi Mungu sana, lakini yeye mwenyewe msemaji, la yulqi laha balan, wala haweki mazingatio yoyote kwamba katamka neno kubwa, kumbe yahwi biha fi nnari, litamporomosha, aporomoke kwa neno hilo kwenye moto wa jahannam 70 kharifan, kwa miaka 70 anakwenda kwenye shimo. Katamka neno moja tu, kaona la kipuzi sana ili neno hili, kumbe ataporomoka ende katika shimo la jahannam, anakwenda kwa miaka 70, hajafika mwisho bado, neno moja katamka tu. Bal inna sayyidata ummul mu'minin, lakini bibi mtukufu, mama wa Waislamu, radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi, bibi mtukufu mama Aisha
siku moja raat umma almu'minina Safia, alimuona mama mwenziwe wa Kiislamu bibi Safia. Unajua tabia ya ukewenza haikuacha kupita vile vile katika utani mpaka wakeze mtume. Laiti kama si Qur'ani kushuka, laiti kama sikuwa katika nyumba tukufu kama ile, vile vile na vile vile wangejikuta kwamba wako katika tabia ile ile wale wanawake wengine. Bibi Aisha siku moja kamuona mke mwenzie bibi Safia binti Huyai. Wakanat Safiyatu, bibi Safia alikuwa radhiyallahu anha qasirat alqawami, ni mfupi kimaumbile. Faqalat, hakujua kama atamwambia maneno mtume kumkera, akamwambia bwana mtume, ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu, inni ara Safiyatan, minamuona Safia mwenzangu kasiratan, mfupi mno. Na Safia mfupi naye fupi Safia, no. Kwa maneno haya tu fataghayyara wajhu almustafa, ukabadilika pale pale uso wa mtume. Waghadhiba, na akahamaki mno. Wakana la yaghdhabu li nafsihi, na mtume akikasirika hakasiriki kwa sababu nafsi yake labda imekerwa. Inma kana yaghdhabu lillah, akikasirika mtume amekasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ina maana Mwenyezi Mungu amefanyiwa makosa. Wakala li Aisha, hapo mtume akamwambia mama Aisha, ya Aisha, Aisha we ujijue ulolisema kuuzunguza ufupi wa mtu, pengine nafsi yako wewe hujui unasema nini, lakini kumtajia mtu jambo ambalo hakununua dukani, usimwaibishe mtu kama hiyo. Hakupita madukani mlango huu na huu akaulizia, bwana kimo hicho kichopo sasa hivi kiasi gani hicho, kisha akaambiwa ufupi huu kadha 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 kadha. Labda kama angefanya hivyo angeambiwa na wewe nani umbile lote ukuchagua sababu kumbe hilo nalo mvavu sana, kumbe wewe ufupi wani ufupi kama huo kuchagua la kama kana dukani. Lakini kila mmoja kajishtukia Mola wake kamuumba hivyo alivyomuumba, kama kafurahi kama kakereka, lakini Mola ameamua hivyo. Na Mwenyezi Mungu akiamua hakosei katika maamuzi yake. Fa'alun lima yuridu, yeye ni mfanyaji walitakalo tu. Kwa hivyo mtume akamwambia, ya Aisha, laqad qulti fiha kalimatan, nakwambiaje, umelisema kwa mke mwenzio neno, lau ulqiyat fil bahri, neno ulolisema laiti kama litatumbukizwa baharini, la ghayyarat ta'amahu, wallahi neno hilo lingebadilisha ladha ya bahari yote. Wa ma'a dhalika, pamoja na hayo bibi Aisha, fa inna Aisha ma qalat kadhiban, hakusema uongo hivyo, kasema kile kilichopo kwa Safia. Mfupi kweli alikuwa Safia, lakini mtume kagamika. Inma qalat kalimatan, amesema neno kanat fi Safia, lilikuwa kwa bi Safia nalo kanat kasiratan, Safia alikuwa mfupi kweli mdogo mdogo hivi. Walakin Aisha wasafatha bilqasri, lakini Aisha kamsifia kwa sifa ya ufupi, sifa ambayo hakununua dukani kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Wa ma'a dhalika, pamoja na hayo, fa inna hadhihi alkalima, neno hili, akhbara anha an-nabiyyu, analitolea habari mtume wa Mungu, bi annaha, ya kwamba neno hili, lau muzijat bil bahari, laiti lingechanganywa baharini likatupwa neno moja tu, laiti kama lingechanganywa kwenye bahari, la mazajatu, bila shaka neno hili lingeiharibu bahari yote ile. Yani la taghayyarat ta'amahu, neno moja lingebadilisha ladha ya bahari kwa ukubwa wake ulivyo. La ghayyarat ta'ama al-bahri, lingebadilisha ladha ya bahari. Wa huwa milhun ujajun, na bahari kama tujuavyo, milhun ujajun ni chumvi kali mno inayokereketa. Kama unaogelea bahati mbaya ukapata funda moja kwa ghafla, basi unahisi pumzi pale pale zinakuisha, wanataka kufa, ni funda moja tu umelipata, jinsi ya ukali wa chumvi yenyewe. Je, hakusema uongo yule Aisha, akasema kweli mfupi. Je, sikwambii mtu tena atamke neno baya kwa Muislamu mwenziwe,
la kumuaibisha, la kumzulia uongo, kama alipofanya yule mkoshaji kumtajia mwanamke kathiran ma zana hadha alfarju, ni mara nyingi umezini utupu huu. Ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitakuwaje ikiwa neno moja la kweli, kasema Aisha, linaweza kuharibu ladha ya maji ya chumvi? Bahari itakuwa ladha nyingine kwa neno moja tu, bahari nzima itabadilika ladha yake. Sikwambii tena maneno tuyasemayo mabarazani, majiani, tunapozungumziana na kuambizana sisi kwa sisi. Na ndiyo maana kwa kutumia mtu vibaya ulimi wake, Mwenyezi Mungu hasamehe mpaka saumu ya mtu. Kwa mfano, mtu mwenye saumu kafunga, katika saumu yake akitumia ulimi vibaya, moja kwa moja saumu yote inaharibika. Usishtuke na kustaajabu, hata kama ni saumu ya miaka 100, yote inakwenda zake yote, hana haja nayo Mwenyezi Mungu kabisa. Chunga sana ulimi wako Muislamu. Katika aya ambazo tumezoea sana wakati wa kufunga ndoa, yule mwenye kusoma khutba ya harusi ya ilikai huwa anasoma aya 3, na aya 3 hizi huwa zinasomwa mara nyingi hata katika khutba za membari kwenye Jumaa. Kwa nini mtume kaweka aya 3 hizi kuwa ni ayatul haja, ni aya za kwa nini kawa hivi? Aya ya kwanza inosomwa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi wale ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu kwa namna inavyostahili kupewa cheo hicho Mwenyezi Mungu. Wala tamutuna, na wala msifike kufa, illa isipokuwa wa antum muslimuna, na nyinyi mmekuwa ni waislamu. Moja hiyo. Aya ya pili, ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu dunia nzima, sasa si waumini peke yao, watu wote, muogopeni Mola wenu mlezi wenu, alladhi, Mola ambaye khalaqakum min nafsin wahida, amekuumbeni kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi hiyo mkewe. Sasa viumbe ni wawili. Wabasa minhuma, na akaeneza Mwenyezi Mungu akachawanya kutokana na watu wawili hawa, rijalan kathiran, wanaume wengi, wanisaa, na wanawake wengi vile vile. Wattaqullaha alladhi, basi mcheni Mwenyezi Mungu ambaye tasaaluna bihi, nyinyi mnaombana haja zenu mbalimbali kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu ili uaminiwe. Unasema wallahi alazim nitakulipa. Mnaombana haja zenu kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu mpaka uaminiwe. Wal arham, na ogopeni vile vile jambo la kuvunja koo zenu. Usifanye vitendo mpaka watu wakafarikiana katika jamii, wala usende kwa mpiga ramli na mwenye kutazamia nyota na mwenye kupata habari ya majini akakupa mambo ambayo yako kugeuzia familia yako mkahampendani, kwa sababu wao hawana wajifundizalo kwa watu wachawi isipokuwa ma yufarrikuna bihi baina almar'i wa zawji, jambo la kutenganisha baina mtu na mkewe, mtu na mama yake, mtu na ndugu yake, na jirani yake, na nani wake. Jambo hili Mwenyezi Mungu ameliweka kwamba muogopeni Mwenyezi Mungu vile vile. Wal arham, jambo la kuvuruga ukoo. Inna Allaha kana alaikum raqiba, haka Mwenyezi Mungu amekuwa juu yenu ni mchungaji wa matendo yenu, hapepesi, haghafiliki. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya 3 aya usomwa kwenye khutba za membari na kwenye akidi zetu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi wale ambao mmeamini muogopeni Mwenyezi Mungu, wakulu, na semeni, qawlan sadida, maneno yaliyo mema. Hapa pala penyewe sasa, mkisema semeni yaliyo mema. Mkisema yaliyo mema, yuslih lakum a'malakum, ndipo Mwenyezi Mungu atapotengeneza mambo yenu yote. Kila liloharibika atatengeneza kwa ulimi kwa hakika. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, atakutengenezeni mambo yenu mema na atakusameheni dhambi zenu vile vile.
waman yutii llaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, huwa yeye kafuzu kufuzu kukubwa. Kitu gani hicho hapo? Ni ulimi huo. Mwenyezi Mungu amesisitiza mara kwa mara ulimi. Na unapoamka binadamu asubuhi mapema, fa inna al-a'dha'a, viungo vyako vyote 359 vinauelekea ulimi, kiungo cha 360, na kuambia ulimi, ya lisanu, ulimi we, si kidole, si jicho, si pua, si kitu gani, vyote vinakaa pamoja kumwambia ulimi, ewe ulimi we, ittaqillaha fina, hebu mche Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Fa innama nahnu bika, kwa sababu sisi twakutegemea wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu, na sisi viungo vyote ni mateka kwako wewe. Ulimi ndio kiongozi bwana, ulimi ndio mwenye usukani bwana. Jambo lolote linaanza kwenye ulimi, si ugomvi, si vita, kwanza majibizano yanaanza. Majibizano yale hupandisha mori na hamaki. Kaambiwa mtu neno limemkera mno, tahamaki mkono wake sasa unaanza kuchukua hatua ya kupiga. Kwanza inaanza kwenye ulimi kwanza, na uchafu wote ule unaanzia pale kwanza. Ulimi lugha tamu kabisa. Je, hali gani na hivi na hivi na hivi na hivi huonekani siku hizi? Inaanza ulimi kwanza kidogo kidogo. Baada ya ulimi kila kitu kinakaa sawa, sababu vitu vyote mateka, viungo vyote vijiwezi. Madhali ulimi watumika vibaya, basi tahamaki, mikono na miguu na kila kitu kinakuwa hakijiwezi tena, kinachukua hatua kufanya tu. Ulimi, viungo vyote ukiamka asubuhi vinasema na ulimi wako, ya lisanu taqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in iwajajta, na ukenda upande wewe ulimi, iwajajna, tunakwenda upande sote sisi. Hakuna salama, ni wewe ulimi. Na ndiyo maana Mtume Mwenyezi Mungu hakubakisha tendo lolote katika matendo ya binadamu tokea kwa mka asubuhi mpaka kulala. Mtume hakubakisha, ila amefundisha dhikiri yake jambo hilo, ili mwanadamu aliye Muislamu awe kwenye ulimi wake anatamka mazuri tu, anamkumbuka Mola wake tu. Mtume akiingia chooni ana maneno maalum ya kuingia chooni. Mtume akizinduka usingizini ana maneno maalum ya kuamka tu usingizini kumshukuru Mola wake. Mtume ana maneno ya kuvaa nguo, wakati wa kuvaa nguo anavaa kwa maneno maalum. Mtume wakati anapotoka chooni anatoka kwa maneno maalum. Mtume anatoka nyumbani kwake anakwenda nje ana maneno maalum. Anarejea anaingia nyumbani kwake anaingia kwa maneno maalum. Anakwenda msikitini ana maneno maalum ya kuingilia msikitini, na anapotoka msikitini ana maneno maalum ya kutokea msikitini. Hayo yote 9, hayo yote 9 la 10. Hata katika starehe za mke na mume Mtume hakubakisha kitu, hakubakisha lolote. Ameweka dhikri ya kuingiana baina ya mume na mke. Kafundisha Mtume, anasema atakayesema wakati wa tendo la ndoa dhikiri hii, basi yule mtoto akiakaandikiwa riziki ipatikane, shetani hawezi tena kumgusa huyo. Atagusa viumbe wengine, lakini huyo hawezi kabisa. Dhikri gani? Allahumma jannibna shaitana, Mwenyezi Mungu tuepushe sisi na shetani, wajannibi shaitana ma razaqtana, na utuepushie na shetani kile ambacho umeturuzuku sisi. Halafu baada ya hapo tena starehe na chumo la kutafuta pale kwenye konde zao watu, chumo la kutafutia watoto na lifanyike sasa baada ya dhikiri hiyo, na sio kuvamiana kama wanyama kabisa kabisa. An-Nabiyu al-Azim hakuwacha lolote katika Uislamu kwa hakika.
Mwisho mwenyewe akasema, kama kuna jambo lolote la kukutieni peponi, wallahi mimi kad amartukum bihi, nishakuamrisheni. Laisa min amalin allati yuqarribukum ila aljanna kad amartukum bihi, mimi nishakuamrisheni. Na hakuna lolote ambalo litakusogezeni mwingie motoni, mimi kad nahaitukum anhu, nimeshakukatazeni. Naondoka na kwenda zangu mbele ya Mola wangu, asije katokezea Muislamu yote ananambia nimemkhini pahala, hata atumia akili yake kutaka kujifanyia jambo ambalo mimi simo, atajuta. Sheti apite katika nyuma yangu. Na Mwenyezi Mungu anasema kuhusu mtume wake huyo, lau salaku ilayya kulla tariqin, laiti viumbe wangeshika njia kuja kwangu mimi, njia yoyote ile, wastaftahu alayya kulla babin, na kisha kapiga hodi kwenye mlango wote ule ili nifungulie mimi Mola wao, ma fatahtu lahum, siwafungulie. Hilo jambo wasahau, ma fatahtu lahum, siwafunguli, hatta ya'tu khalfaka ya habibi ya Muhammad, mpaka tuposerenda wakasalim amri, wakaja wakabaki nyuma yako, ikawa uko mbele wanafuata unyayo wako, ama hapo nitawafungulia. Lakini hivi hapa siwafungulia. Kwa hivyo mtume Mwenyezi Mungu amekuja na kitu kilichokamilika. Enyi ndugu Waislamu, na zitumike ndimi zetu kwa vizuri sana. Mwenyezi Mungu anaahidi, kuna mambo yote yameharibika mengi hivyo. Laiti kama utafanywa ulingani huu, laiti kama atatangaziwa Mwenyezi Mungu mambo yake haya ipasavyo, kila mmoja akawatumia ulimi vile Mwenyezi Mungu alivyotaka, utaona katika majumba mmetengenea, katika mitaa mmekaa vizuri, katika mabarabara vile vile maovu hayapo, kwa sababu kila mmoja anautumia ulimi wake ipasavyo. Lakini matokeo yake, wakati mwingine hukaa barazani mtu akatoka na kutoka na buni, leo nikachekeshe kwa jambo gani pale pahala. Katika kuchekesha kwake anapanga uongo gani akauzue. Katika uongo ule pengine ni kuwaseresha watu kwa kumtajia mtu uovu wake, ubaya wake alionao. Mambo yameharibika sana katika jamii kwa njia kama hiyo. Na Uislamu umekubali mpaka mtu uoga wake, mtume kakubali kwamba anabaki mu'min bado. Alipoulizwa ayakunu almu'minu jabana, ya Rasulullah, anaweza kuwa mwenye kuamini akawa ni moga? Mtume akajibu naam, yakunu almu'minu jabanan, anaweza kabaki na imani yake hali ya kuwa ni moga. Ingawa woga si jambo jema, hautakiwi, lakini bado mtu anaweza kuwa ni moga na akawa na imani. Lakini alipoulizwa ayakunu almu'minu kadhaban, anaweza kuwa muumini muongo, hapa mtume alisema hapana, na alikuwa kaegemea pahala alijiweka sawa. Akasema la yakunu almu'minu kadhaban, hawezi kuwa mwenye kuamini ni muongo. Ala wa shahadatu zur, hapo mtume kawa anaendelea, tambueni shahada ya uongo. Ala wa shahadatu zur, mtume anarejea maneno haya mpaka wale masahaba na muulizaji wanasema ya laiti tusingemuuliza swala hili. Hanyamazi mtume tena, anasema kama kwamba akili imeondoka. Ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur, anasema hivyo mpaka tukatamani pale laiti tusingemuuliza kitu kama kile. Ina maana mpaka imani ya mtu inafutwa kwa sababu ya uongo. Uongo ni katika akbar kabair. Ulimi wako unapotupia kimakosa kuutumia, basi unajua unajiangamiza sasa. Hata kama kuna amali gani, kama unamsengenya mtu kwa jambo baya, unamzulia mtu uongo, kwa hakika linavuruga jabali la amali njema. Hata kama ni amali ya miaka 100 inaharibika yote. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu, a'udu bihadharatikum min hunaka. Inabidi lazima nirejee kutoka huko katika Masjid Nabawi. Tulikwenda kwa ajili ya kutafuta vitu hivi. Pale pahala alizaliwa Imam Maliki, na binafsi baba yake hakupendezewa na ile rangi au umbo alopewa yule mkewe baba yake Imam Maliki, lakini mwanamke alitumia busara mpaka harusi kaingia nyumbani.
akazaliwa Imam Maliki. Yeye ndo aliokuja kutoa fatwa ya vipi mkono wa mwanamke alomsingizia mtu uovu ule wa zinaa vipi utoke kwenye mwili ule. Alitoa adabu hiyo na ikapitishwa, na halafu mkono ukabanduka. Audu min hunaka ila huna, narejea hapa tulipo. Wama adraka ma huna, ni kitu gani kimekujulisha Muislamu hapa umebahatika umekaa wapi? Huna madrasatu Muhammadin, hichi ni chuo kilichoasisiwa na mwenyewe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yakulu fiha alhabibu almustafa, mtume alikuwa akisema katika chuo hichi, albirru la yabla. Kaa ukijua Muislamu, wema hauozi, peleka wema utaukuta. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi, na mtakuta huwa khairan wa a'zama ajra. Nenda tupeleka tu. Lakini wadhambu la yunsa, na dhambi pia haisahauliwi kabisa kabisa. Mshairi anasema satadhkuruka alayamu, utakuja kukumbuka masiku, muntasiha, ili kusahauliwa, wa ayaman, na utakumbushwa masiku, qad asaita Allah fiha, ulimwasi Mwenyezi Mungu sana katika masiku hayo. Laqad hufidhat alayka, yamehifadhiwa kwa ajili yako, wa anta nasi, na mwenye ushasahau. Kila kitu tajulishwa na uonyeshwa. Wadhambu la yunsa wadayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi. I'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu, fanya kama ulivyopenda mwenyewe. Baada ya kupata kila kitu, sasa uhuru nao. Lakini kama ukijua kama tadinu, kama utavotenda, tudanu, ndivyo utavolipwa. Wayakulu aidan, na pia mtume akisema, kullu ibn adam khata'un, wanadamu wote wana tabia ya kufanya makosa. Kwa hivyo kama umefanya makosa mengi ya kuutumia ulimi wako, sasa fungua ukurasa mpya na umuombe Mola wako akupe ulimi wenye kumtaja yeye. Na Mwenyezi Mungu anasema, waman ahsanu qawlan, na ni nani mwenye kauli nzuri zaidi katika waliosema maneno, mimman daa ila Allahi, kuliko yule aliyewaita viumbe Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu. Basi tumia ulimi wako kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Soma kiasi fulani cha kupata kitu cha kuwaitia watu, halafu kupata kuzungumza kitu kikubwa kuliko ulipowatangazia watu kwa Mwenyezi Mungu. Wa amila salihan, lakini akafanya mema naye vile vile. Wakala, na akajitangazia waziwazi, na akawa yeye mkweli wa matangazo hayo. Wakala innani minal muslimin, na akasema mimi ni miongoni wa Waislamu. Hakuna mwenye kauli nzuri kuliko hiyo, aliyewaita watu kwa Mwenyezi Mungu kwa hakika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana innana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka lisanan dhakira wa qalban shakira wa badanan ala albala'i sabira wa zawjatan salihatan tu'inuna fi amri dinina wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.